Wapendwa katika Kristo, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu, Dominika ya 4 ya Kwaresma, mwaka A wa Kanisa. Dominika hii hutambulika kama Dominika ya furaha, kwa Kilatini inaitwa Laetare Sunday, ambayo katikati ya kipindi hiki cha Kwaresma, Mama Kanisa anatualika kuanza kuona mwanga wa matumaini kupitia Yesu Kristo. Kanisa linatukumbusha kwamba mwisho wa safari yetu ni furaha ya wokovu, na ndiyo maana katika antifona ya wimbo wa leo wa mwanzo, antifona nyingine inatuambia, furaha Yerusalemu, na mkusanyike ninyi nyote mpendao. Furahini kwa furaha ninyi nyote mliokuwa na huzuni, mpate kushangilia na kushibishwa kwa utamu wa faraja zake. Hivi katika kipindi cha Kwaresma tunaalikwa tuweze kuwa na matumaini. Mwanga unakaribia kuja, tukiwa katika nusu ya kipindi cha Kwaresma, tukielekea kufanya sikukuu ya Pasaka, ambapo tutaadhimisha ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Leo Mama Kanisa anatukumbusha kwamba tuwe na matumaini, tufurahi. Pia siku hii ya leo mavazi ambayo yanatumika ni ya rangi ya pinki au zambarau, na pia leo lafanyika takaso la pili kwa wakatekumeni kuelekea ubatizo. Takaso ni sala maalum ambazo wanaombea wale wanafunzi wa dini ambao wanatarajiwa kupokelewa kupata mwanga siku ile ya Pasaka, kubatizwa. Hivyo takaso ni sala maalum ya kuombea wakatekumeni au wanafunzi wa dini walioandaliwa kwa ajili ya kubatizwa Pasaka. Masomo ya leo yamebeba ujumbe wa usihukumu wa macho, na tunakutana na watu wengi mara nyingi, mashuleni, nyumbani, kanisani, kwenye sherehe, sokoni, barabarani, hata pia kwenye kumbi za starehe. Tunakwenda kwenye sherehe mbalimbali hizo, lakini mara nyingi mwanadamu hutazama watu kwa nje, kwa juu, kwa muonekano wake wa sura ya nje. Tunaangalia amevaa nini, ni uso upoje, ni mweupe, ni mweusi, ni mfupi au ni aina gani. Na tunaona mtu aliyevaa vizuri, anayeonekana anajiamini, anayeongea kwa kujiamini, ambaye muonekano wake ni mzuri. Tunamwona mtu ambaye sauti yake ni ya kimamlaka, na tunaanza kujiambia lazima huyu mtu atakuwa ni mtu muhimu, lazima huyu atakuwa kiongozi, lazima huyu mtu atakuwa ni mtu mzuri. Tunaangalia kwa sura za nje tu, tunaangalia kwa sura za juu, na wakati mwingine tunakutana na watu wengine pia ambao ni maskini kawaida, wapole, hawana maneno mengi, wapo tu, na tunaanza kuwaweka pembeni na kuona hawafai, na tunaanza kusema kwamba huyu hata tukimpa kitu fulani atatuharibia. Kwanza jinsi alivyo, anavaa, kwanza aongei na kadhalika. Tunaanza kufanyaje? Tunaanza kuwadharau watu, lakini kumbe hao watu ni aseti kubwa ambayo sisi hatuioni. Sasa sisi tunaangalia kwa sura ya nje, hatuangalii kwa sura ya ndani. Na katika ulimwengu tunaoishi, katika dunia ya sasa, ni tunaangalia kwa watu kwa juu tu, bila ya kumtazama mtu kwa ndani. Na ni vyema tufahamu kuwa macho yetu yanaweza yakatudanganya. Macho yanadanganya. Unamwona mtu kwa nje hafai, au unamwona ni mtu wa kawaida, wengine wanasema ni mtu wa kuja tu,
lakini kumbe ni asset kubwa. Yaani nikisema neno asset inamaanisha ni kitu ambacho kinaweza kikazalisha, ni kama shamba asset ambacho kinazalisha vitu vingine, kinafanya vitu vingine viwe vikubwa. Na mara nyingi tunakuwa tunahukumu kwa tunaangalia watu kwa juu. Hivyo tujiulize leo tujiulize, ni mara ngapi tumewadharau watu kwa muonekano wao wa maisha? Tujiulize, mimi mara ngapi namuona mtu, mimi nipita namuona mtu, naanza kumhukumu yule mtu kwa muonekano wake tu, kwa mavazi aliyovaa. Naanza kuona huyu mtu hafai labda, kuona huyu mtu labda atakuwa ni mzambi, mbona yuko hivi, tunaanza kumhukumu mtu kwa sura ya nje. Tuendelee kujiuliza kwamba tumehukumu watu mara ngapi na hali ya kuwa si hali yao. Unakuta mtu tu hayupo hivyo kabisa, lakini tunamhukumu mtu fulani ni yupo hivi, mtu fulani ni yupo hivi, lakini kumbe sio hali zao. Hivyo masomo ya leo tunaalikwa tujifunze kutazama kama Mungu anavyotazama. Katika somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Samueli wa kwanza, linatupa fundisho muhimu sana kuhusu namna Mungu anavyoona mambo tofauti na wanadamu. Nabii Samueli alipoenda nyumbani kwa Yese ili kumpaka mafuta mfalme mpya, aliona wana wakubwa wenye nguvu. Unajua walikuwa wana nguvu, wana sura nzuri ambao wanafaa kuwa wafalme. Na yeye mwenyewe akazani mmoja wao ndiye aliyechaguliwa na Mungu. Lakini Mungu akamwambia, mwanadamu huangalia sura ya nje, bali Bwana hutazama moyo. Na mwishowe Mungu alimchagua Daudi, kijana mdogo aliyekuwa akichunga ng'ombe. Wakati huo akiwa na nabii Samueli akiwa anaangalia wale watoto wa Yese walipokuwa wanapita, watoto wake wote wako pale, alikuwepo Daudi yuko mbali. Lakini Samueli mwenyewe akaona pale tayari ameshapata mtu wa kumpaka mafuta, lakini Mungu alikuwa hajamwangalia. Mungu alikuwa anamwangalia Daudi ambaye alikuwa ni mdogo. Basi akamuuliza Yese kwamba watoto wote wako hapa, naye akasema amesalia mdogo wao, natazama anachunga kondoo. Basi Samueli akamwambia Yese, tuma watu wakamlete. Naye Daudi alipofika pale, tunaambiwa kwamba alikuwa mwekundu, mwenye macho mazuri na umbo lake lilikuwa la kupendeza. Bwana akasema, ondoka na umtie mafuta, maana huyu ndiye. Yule ambaye alikuwa ni mdogo. Tunaweza katika maisha yetu ya sasa tukachukulia mdogo, sio labda mdogo kiumri. Katika maisha yetu ya sasa na wale watu ambao wanaonekana, kuna msemo unapenda sana kutembea kwamba ukienda kikao cha matajiri na wewe una hela, hauna hata kiongea wa kusikiliza. Yule ambaye hata kama ni kaka mkubwa wa familia hakusikilizi, hakusikilizi, lakini yule ndo nani? Ndio mtu ambaye ni mkubwa. Ndio ni mtu ambaye ndio mkubwa. Ni mkubwa nini? Sio kiumri. Sizungumzi masuala ya umri, lakini kihekima. Ni mtu ambaye akitumika vizuri, kama nilivyotumia neno asset, ataproduce vitu vingi, atazalisha mambo mengi. Sababu mtu akichaguliwa kwa kiongozi pia, kwa mfano katika familia itanyoka, itaenda vizuri, watu watashirikiana, kutakuwa na mafarakano ya ovyo, lakini ni mtu ambaye anaonekana fine. Huyu kijana mdogo aliyekuwa akichunga kondoo, ambaye Mungu alimchagua, ambaye ni Daudi, akampaka mafuta. Tunapata ujumbe hapa mzuri, na ujumbe uwazi sana kwa maisha yetu kila siku. Mara nyingi dunia hupima thamani ya mtu kwa mali aliyonayo.
Tunapima watu kwa thamani ya mali ambayo wanazo. Utajiri tunampa thamani hii. Wakati mwingine elimu, labda mtu fulani tunamuona elimu yake ni ndogo, labda hawezi kufanya kitu fulani cha kielimu, tunampa mtu thamani hivyo, nafasi yake katika jamii, umaarufu wake, maana tunaangalia hivyo. Lakini leo somo hili la kwanza linatukumbusha kwamba mbele za Mungu mambo haya sio msingi kabisa, bali kilicho cha msingi mbele ya Mungu ni moyo. Mungu anaangalia moyo, anaangalia unyenyekevu wa mtu, anaangalia utayari wa mtu kufanya mapenzi yake. Haangalii vitu vingine. Mungu anaangalia unyenyekevu, anaangalia uaminifu, anaangalia huruma, anaangalia upendo wa kweli, anaangalia huyo mtu utayari wake wa kufanya mapenzi ya Mungu. Hivyo mtu anayehesabiwa mdogo na asiyeonekana sana mbele za watu anaweza kuwa mkubwa sana mbele za Mungu. Hivyo tutafakari, tunawaona watu namna gani? Unapokutana na mtu unamwona mtu namna gani? Katika Zaburi ya leo ya wimbo wetu katikati ya 23 tunaona maneno yanayoendelea kutupa tumaini kubwa, hasa katika kipindi cha Kwaresma, hasa katika tunapopitia matatizo mbalimbali, mateso. Mzaburi anatuambia kwamba daima Bwana ndiye mchungaji wetu, hatutapungukiwa na kitu. Na hii ni sala ya mtu ambaye anamwamini Mungu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika zile changamoto za maisha, tumuite Bwana. Tunaalikwa tumuite Bwana. Kila mmoja wetu upitia nyakati ngumu. Hakuna mtu asiyepitia nyakati ngumu kabisa. Kuna wakati lazima itafika, tutakao mmoja utafika. Tunakaza kupitia katika hali ya mateso, nyakati tutapita katika hali ya kupoteza wale ndugu zetu tunawapenda, nyakati tutapitia mafuriko, nyakati tutapitia mtetemeko ya ardhi ambayo inasababisha nyumba zetu kuharibika na kadhalika. Wengine magumu ya familia, wengine matatizo ya kiuchumi, wengine kukataliwa, kukosa haki. Lakini mzaburi leo hii anatukumbusha kuwa Mungu ni mchungaji atakayetuongoza, ambaye anatupa nguvu na kututuliza hata tunapopita katika bonde la uvuli wa mauti. Katika somo la pili la siku ya Jumapili hii ya leo lilotoka katika waraka Mtume Paulo kwa Waefeso, tunaonyeshwa mwanga wa Kristo kwa njia ya ubatizo. Mtume Paulo anatukumbusha mabadiliko makubwa ambayo Mkristo anaitwa kuyaishi. Anasema, zamani ninyi mlikuwa giza, bali sasa mmekuwa nuru katika Bwana. Inamaanisha nini ubatizo? Hii inamaanisha kwamba tumebatizwa, tumetolewa katika giza na tumeletwa katika mwanga. Somo hili la leo la pili la waraka kwa Waefeso, ambapo Mtume Paulo alikuwa anawaambia, anawakumbusha, linalandana kabisa na Jumapili hii ya leo. Tunasema Jumapili ya furaha, ambapo tunaalikwa kuona mwanga wa matumaini kuelekea ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, ukombozi wa maisha ya mwanadamu. Yesu Kristo aliyetuletea wokovu. Hii ina maana kwamba
Kumtafuta Kristo si tu kubadili jina, unatoka tu labda ulikuwa unaitwa cha usiku, sasa unabatizwa, sio sio, bali ni kubadilisha maisha. Unatoka katika maisha ya giza unakwenda katika maisha ya mwanga. Tunaitwa kuacha matendo ya giza kama vile chuki, wivu. Angapi tunaonea wengine wivu, sema uongo, dhuluma na tamaa mbaya, na badala yake tunaitwa kuishi katika wema na haki ya kweli. Na katika injili ya leo tunaona simulizi refu sana kuhusu Yesu kumponya mtu ambaye ni kipofu tangu kuzaliwa. Mtu ambaye ni kipofu tangu wapi? Kuzaliwa. Na wanafunzi wake walipomuona yule mtu walizani kuwa upofu wake ulisababishwa na dhambi ya mtu fulani, lakini Yesu anaondoa mawazo hayo na kusema kuwa ndani ya hali hiyo kazi ya Mungu itadhihirishwa. Ndani ya hali hiyo ya upofu kazi ya Mungu itadhihirishwa. Hapa tunaona kabisa kuna tofauti ya mtazamo. Wanafunzi wale waliona kwa nje, kama sema tusukumu kwa macho, waliona kwa macho yao, hawakuona kwa ndani. Waliona kwa macho kwamba huyu mtu ni mzambi, na wakati mwingine tunaona hiyo mtu anajiseka, tunasema huyu mtu ni mzambi, tunaona hiyo, au labda ndugu zake walitenda dhambi, analipia dhambi, wakati mwingine tunaona hiyo. Lakini kupitia hiyo hali sifa na utukufu wa Mungu utadhihirishwa. Hapa tunaona wanafunzi wake walitazama kwa nje, lakini Yesu alitazama kwa ndani. Na kama tutakuwa tunawahukumu watu kila wakati, kimuona tu mtu tunaanza kumhukumu, hatutakuwa na muda wa kuwapenda ndugu zangu, hatutakuwa na muda wa kuwapenda hao watu kabisa. Tunaona kabisa Yesu kwa unyenyekevu anapaka tope machoni mwa yule kipofu kwa kutumia, alichukua kabisa, tunasema alikuwa kusema alikema mati chini, akafanya tope kwa yale mati, akampaka kipofu tope kwenye macho, akamwambia nenda kanae katika birika la Siloamu, maana yake aliyetumwa. Baada ya kufanya hivyo macho yake yanafunguka. Lakini cha kushangaza ni kwamba si kila mtu anafurahia muujiza huo. Licha ya Mungu kujidhihirisha utukufu wake, lakini bado si kila mtu anafurahia muujiza huo. Wanaanza kuhukumu. Badala ya kushangilia, baadhi ya Mafarisayo wanaanza kuuliza maswali mengi kwa sababu ya muujiza huo uliofanyika siku ya Sabato. Wanaona sheria zaidi kuliko kazi ya Mungu. Simulizi hili linatuonyesha aina mbili za upofu. Kwa upande mwingine, upande wa kwanza, upofu wao ni ule wa macho ya mwili ambao Yesu aliutibu kwa urahisi. Lakini upofu wa pili, au upande wa pili, ni upofu wa hatari zaidi, upofu wa moyo waliokosa. Mafarisayo walikuwa na macho yanayoona, walijua sheria, walijiona kuwa ni watu wa dini, lakini hawakuweza kutambua Yesu pamoja na kazi ya Mungu aliyodhihirisha. Kiburi na kujiona wanajua kila kitu kuliwafunga hali yao ya roho, macho yao ya kiroho kuliwafunga macho ya kiroho. Basi ndugu zangu, katika haya maisha yetu ya sasa tunapitia mateso mengi, tunakutana na mateso mengi, na mateso yanaweza kuwa yanatutesa kweli. Lakini leo Injili Yohana anatupa
matumaini kwamba kama ile kipofu alipotokea kuzaliwa kwake hajawahi kuona mwanga, hajawahi kuona, lakini leo katika njia ile tunaona Yesu anamponya, anapata kuona tena. Na Yesu anawaambia wanafunzi wake kwamba wanafunzi wake waliona kwamba mtu ametenda dhambi, lakini Yesu akamwambia kwamba hii ipo katika ile kazi ya Mungu izihirishwe. Na sisi tunaweza tukawa tunapitia katika mateso, na mateso yanaweza kuwa ni sehemu ya mpango wa Mungu, na Mungu anaruhusu ya mateso yatupate ili jina lake, ili yeye atukuzwe, lipate kutendeka jambo kubwa kupitia mateso ambayo yatadhihirisha utukufu wake. Hivi ni washauri, tunapopitia magumu tusianze kulalamika. Mara nyingi tunaomba, Bwana Mungu, tunaomba, Bwana Mungu unaniruhusu, kwa nini mimi naumwa tu siponi? Wakati mwingine tunapitia katika magumu katika familia, tunaanza kulalamika, tunapitia magumu. Wakati mwingine tunashindwa katika maisha, tunaanza kulalamikia Mungu. Nyingi tunaanza kulalamikia, kwa nini mimi tu? Bali tunapaswa tukumbuke, wakati mwingine Mungu anaruhusu matatizo kwa mtu ili utukufu wake upate kudhihirika hapo baadaye. Mfano, mwenye kuonekana mwenye laana katika somo la Injili anakuja kutoa ushuhuda mkubwa. Upofu, tunapitia magonjwa tunaopitia katika maisha ya sasa. Upofu tunaopitia katika maisha ya sasa, magonjwa, madeni kila mahali. Yani unapita mahali, yani unaamua kujificha, yani wasikuone tu ile sudai madeni yako. Ile upofu tunapitia. Kukataliwa, unaenda kuomba kazi unafukuzwa, bwana wewe hatutaki wewe. Watu wanaamua kwa sura nje, ukionekana tukikupa kazi yetu wewe utaweza lolote wewe kwanza, maneno mengi kutofanikiwa. Unapambana kila siku, unaingiza mshahara mwisho wa mwezi, lakini ule mshahara kuisha, hujui unakwenda. Hivyo tunapaswa kukumbuka kwamba hadithi yetu bado haijafika. Tunapitia hayo mateso ili utukufu wa Mungu udhihirike, na Mwenyezi Mungu anaweza kubadilisha mateso yako kuwa ushuhuda mkubwa sana hapo kesho. Ndugu zangu, tuchukue tu mfano. Usiku unapoingia, giza linaingia, tunakuwa tuone, lakini tunaambiwa lile giza, hata si kuambiwa, tunashuhudia kila siku wenyewe kwamba giza ile halikai muda. Alfajiri inafika na mwanga unakuja. Giza tunayopitia leo, matatizo, magonjwa, vitu vyote tunavyopitia leo, ipo siku yatakwisha. Usiku utakwisha, giza litakwisha, mwanga utakuja. Hivyo katika maisha ya leo, katika ili somo la Injili, katika maisha ya leo tunaanza pia kuangua katika upofu wa aina hii wa kukosa macho ya kiroho, na tunaanza kuona makosa ya wengine lakini tukashindwa kuona makosa yetu. Wakati mwingine tunakuwa tunaona tu makosa ya wengine. Ukikaa tu hata ukishika mshaka karibu na umekaa kwenye kundi la watu, mara nyingi unapokuwa unatenda bahati mbaya, umeanguka katika utenda kosa, utapata lawama nyingi. Lakini unakuta mtu huyo yeye mwenyewe au unakuta anaingia kwenye makosa makubwa, lakini yeye haoni makosa. Kwa hiyo wakati mwingine tunaona makosa ya wengine, tunakuwa tuna upofu kujiona kiroho, na sisi wenyewe tunaona makosa ya wengine, na wakati mwingine tunaweza kuhukumu haraka bila kujua ukweli. Tunaweza kushikilia sana mila au mazoea fulani kiasi cha kushindwa kuona kazi mpya ambayo Mungu anafanya. Na wakati mwingine pia tunafanana na yule kipofu kabla hajapona. Kuna maeneo ya maisha yetu ambayo yako gizani. Labda katika familia kuna migogoro kama nilivyokusha kusema, katika moyo kuna chuki au majeraha ya zamani,
katika moyo, yani kutokusamehe. Au katika jamii kuna ukosefu wa haki na huruma katika taifa, lakini Yesu anataka kutuletea nuru katika maeneo hayo, kuondoa huo upofu. Lakini ili tupokee nuru yake, tunahitaji unyenyekevu wa kukubali kwamba hatuoni vizuri. Yule kipofu alipona kwa sababu alimsikiliza Yesu na kufanya alichoambiwa. Vivyo hivyo nasi tunahitaji kumsikiliza Kristo, kukubali kuongozwa naye na kubadilisha maisha yetu. Hivyo Dominika hii ya Kwaresma ambayo tumebakiza Dominika ya 5, afu ndio Jumapili ya Matawi, na kisha tufanye sherehe ya kuzaliwa ya kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Tumuombe Kristo afungue macho ya mioyo yetu, atuondolee upofu wa kiburi, ubaguzi, chuki na dhambi. Atupe uwezo wa kumuona Mungu katika maisha yetu, sio tu katika maisha yetu, pia kumuona jirani yetu kama ndugu, na kuona njia ya haki tunayopaswa kuifuata. Na tukimruhusu Kristo awe nuru ya maisha yetu, tutatembea katika njia ya uzima. Na hata kama tutapitia changamoto nyingi, tutakuwa na hakika kwamba Bwana ndiye mchungaji wetu na hatutapungukiwa na kitu. Hivyo katika siku hii ya leo, niwakumbushe, tuwaombee wale wanaopita katika changamoto. Tusiwalaumu, bali tuwaombee ili utukufu wa Mungu upate kudhihirika, ili utukufu wa Mungu upate kuonekana, na tuishi kwa upendo, tusameheane, tuondoe chuki, kiburi, tuungame, tuache dhambi, tugeuze mienendo yetu na tumrudie Mwenyezi Mungu ili tuingie katika utukufu na tuweze kuishi zile ahadi zetu za ubatizo. Ikiwa leo tunawaandaa siku ya pili, tunawaombea watu sala maalum, wakatekumeni au wanafunzi wa dini waingizwe katika kanisa rasmi, watambulike kwao ni Wakristo rasmi, waondoke katika giza, waingie katika mwanga. Hivyo na sisi tuendelee kutafakari makuu utukufu wa Mungu aliyotutendea. Lakini lililo la muhimu zaidi, tuishi kwa upendo, na upendo unabeba yote. Upendo ushinda yote. Kama Yesu alivyokubali kujinyenyekeza, akawa mtii, akafa msalabani kwa ajili yetu sisi, ni upendo mkubwa. Kutoa uhai wake kwa ajili ya watu wengine, upendo mkubwa. Hivyo tupendane, pendo wa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo, na niwatakie Dominika njema.